Katika historia ya kizazi cha binadamu, kila kundi limekuja na alama yake. Lakini kuna kizazi kimoja ambacho kimekuja na upepo wa mageuzi kimya kimya, lakini kwa nguvu kubwa. Generation Z. Hiki ni kizazi cha watu waliozaliwa kati ya mwaka 1977 hadi mwaka 2012. Waliokulia kwenye zama za mtandao, teknolojia ya kasi na mitandao ya kijamii kama sehemu yao ya maisha ya kila siku. Ni kizazi kinachotazama dunia kama jicho tofauti, si kwa hofu, bali kwa nafasi ya kubadilisha mambo. Generation Z hawajui maisha bila internet. Kwao kila kitu ni Instagram, TikTok, Facebook, Google, bila kumsahau mzee mkubwa wa ChatGPT. Kutoka kupata taarifa hadi kuwasiliana na mtu aliyeko nchi nyingine. Hawahitaji kusubiri taarifa kesho kwenye gazeti, wala hawahitaji kutumiana ujumbe kwa barua. Hapana, wao wanachohitaji ni live updates. Hii inawafanya kuwa wepesi wa kujifunza, wabunifu, lakini pia wadadisi wa mambo. Kwa Generation Z, si mjanja si kifaa tu cha mawasiliano, bali kwao ni ofisi, kwao ni darasa, kwao ni jukwaa la burudani, lakini pia kwao ni soko la biashara. Wengi wao wameanzisha biashara kupitia Instagram. Wengi wao wameanzisha biashara kupitia TikTok, lakini pia wengi wao wameanzisha biashara kupitia YouTube channel. Kuna vijana wengi wenye umri wa miaka 20 wanaingiza mamilioni ya pesa kupitia content creation au dropshipping. Na hii ni ishara ya uwezo wao mkubwa wa kutumia teknolojia kubadilisha hali zao za kimaisha. Lakini kwa upande wa pili wa shilingi, kizazi hiki pia kinakabiliwa na changamoto mpya. Utegemezi wa mtandao wa kijamii umesababisha ongezeko la msongo wa mawazo, wakilinganisha maisha yao na ya wengine. Na hili limewapelekea vijana wengi kuwa na fikra finyu, lakini pia kujiingiza kwenye matukio yasiyohitajika katika jamii. Kizazi hiki kinaonekana kuwa karibu kidijitali, lakini kuwa mbali kihisia. Generation Z hawafuati njia za kawaida za mafanikio kama ilivyo zamani. Kwao kazi si lazima iwe ofisini, mafanikio si lazima yaje kupitia vyeti. Wanapenda uhuru, kujaribu vitu vipya na kuwa na maisha yenye maana ingali bado wadogo. Hii ndio sababu wengi wao hawavutiwi sana na ajira za serikalini au mashirika ya jadi, bali wanapenda kuanzisha biashara au miradi ya kijamii inayowagusa na kuongezea kipato katika maisha yao. Ni kizazi ambacho kiko tayari kulipa zaidi ya bidhaa rafiki kwa mazingira. Wanaohitaji uwazi kutoka kwa viongozi na wanaoamini katika usawa wa kijinsia, haki za binadamu na maendeleo ya wote. Lakini kuna kitu kimoja mimi binafsi nilijiuliza maswali mengi sana. Hivi ni kwa nini kizazi hiki ni muhimu sana kwa taifa? Lakini nikakumbuka kuna mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kuwa, na nukuu, Generation Z si tu watumiaji wa teknolojia, wao ni waundaji wa kesho, wanauelewa mkubwa kwa masuala ya dunia, wanapinga ubaguzi na wanaotaka kuona mabadiliko ya kweli. Kama taifa litawapuuza, basi litapoteza kundi muhimu kwa taifa la kesho, viongozi wapya na mawakala wa mageuzi. Mwisho wa kunukuu. Kama taifa litawekeza kupitia elimu ya kisasa, fursa za ujasiriamali na miongozo ya afya ya akili, basi tutakuwa na kizazi ambacho si tu kujua kutumia simu janja, bali kinajua kuongoza dunia janja. Generation Z ni mfano hai wa kizazi kilichozaliwa na mabadiliko, kinachoishi kwenye mabadiliko na kinachohitaji kuleta mabadiliko. Changamoto zao ni tofauti, lakini uwezo wao ni mkubwa sana. Tukiwaamini, tukiwasikiliza na tukiwawezesha, tutashuhudia kizazi cha kwanza katika historia ya kisasa kinachoweza kubadilisha mwelekeo wa taifa. Hii ni Bugabo TV na mimi ni Moses Ngaitulo.